إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله مني وإياكم من عذاب النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa nazihusia nafsi zenu sambamba na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kuhusiana wasia huu, ndugu zangu katika imani wa Islam, tupo kwenye wakati wa kusikiliza khutuba ya Ijumaa. Kwa taufiki ya Allah amenisimamisha Allah mbele yenu kuwa khatibu kwa siku hii ya leo, na hutuba yetu kwa leo maudhui yake itakuwa hukmu talaqi thalathi bilafdhin wahidin wa nasihati fi dhalika, hukumu ya talaka tatu kwa tamko moja na nasaha zangu kwenye hilo. Ndugu zangu Waislamu, wakati huu tuliokuwa nao, maswali yanayotokana na hii maudhui, nukta hii niliyoitaja, yamekuwa ni mengi, bali si maswali tu, kuna ikhtilafu na mzozo na mtafaruku kupitia jambo hili. Mtu anaweza kumwacha mke wake kwa kikazi kimoja, kwa tamko moja, akamwambia mke wake kuwa nimekuacha talaka tatu, kisha baada ya masiku kwenye pita hapa na pale anakutana na fatawa kwamba talaka tatu kikazi kimoja hakuna bwana, waweza wewe kumrudia mke wako. Kwa hiyo unamkuta wakati mwingine anamtamani mkewe, sasa anataka kumrudia mkewe
lakini unaweza ukakuta kwamba pingamizi linakuwa kwa upande wa mwanamke au upande wa mzazi wa mwanamke. Mwanamke anasema mimi ushaniacha talaka 3 nirudii, na mzazi anasema binti yangu umemwacha talaka 3 umrudii. Basi anabaki mume kuwa katika nini? Kutahayar, anahangaika, anatapatapa. Sasa katika hili nataka leo, hebu kwanza tuliangalie jambo lenyewe likoje na maelezo ya wanawachuoni, lakini pia mimi nina nasaha kwenye hili. Kwanza kabisa nitajenga mazungumzo yangu kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imepokewa na Imamu Muslim rahimatullahi ta'ala alayhi. Imamu Muslim ameitaja hadithi hii kwenye kitabu Talaqi kwenye sahihi yake, babu mlango unaozungumzia talaqu thalath, talaka 3 ama uachaji wa kuacha talaka 3. Hadithi namba 1472 inatoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas anatuelezea, anasema hivi: kana talaqu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakri radiyallahu anhu wa sanatayn min khilafati Umara radiyallahu anhu talaqu 3 wahida. Fatiliza vizuri. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu au anhuma, yeye na baba yake, anasema ilikuwa talaka kwenye zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakari as-Siddiq radiyallahu anhu, wa sanataini min khilafati Umara, na miaka 2 kwenye muongozo au kwenye uongozi au kwenye ukhalifa wa Umar. Anamkusudia Ibn al-Khattab. Umar ameongoza kwenye huu Uislamu, kwenye utawala wake miaka 10 na miezi 6. Kwenye hiyo miaka 10 chukua miaka 2 ya mwanzoni. Kwa hiyo kwenye zama za Mtume, wakati yeye ndio kiongozi kwenye huu Uislamu kabla hajafa, alipokufa akaja Abu Bakar akawa khalifa, akawa yeye kiongozi wa Waislamu. Alipotoka Abu Bakar, alipokufa akaja nani? Umar ametawala miaka 10. Kwenye miaka 10, ndani ya miaka 2 utaratibu ulikuwa hivi: talaqu 3 wahida, talaka 3 ni moja. Yani mtu akimwambia mke wake nimekuacha talaka 3, azizingatiwi kuwa 3, inakuwa ni moja, maadamu kazisema kwa kikazi kimoja, kwa tamko moja. Hapa nataka mpaelewe hapa. Wakati wa Mtume ilikuwa hivyo, na wakati wa Abu Bakari ilikuwa hivyo, na kwenye miaka 10 ya Umar bin al-Khattab, hii miaka 2 alienda nayo hivyo. Kuanzia mwaka wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 ndio utaratibu ukabadilika. Anasema Ibn Abbas kwenye hii hadithi, faqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akasema Umar ibn al-Khattab, Allah amridhie, inna an-nasa qad istajalu fi amri. Akasema Umar radiyallahu anhu, hakika ya watu wamefanya haraka, qad istajalu, wameharakia, fi amri, kwenye jambo ambalo qad kanat lahum fihi anatun, jambo ambalo ndani yake kulikuwa kwa wao kuna upole, kuna utaratibu.
talaka 3 akaziona Umar ibn al-Khattab watu wanaharakia mara moja tu, mtu anasema nimekuacha talaka 3, hali ya kuwa hili jambo ilitakiwa watu waliendee taratibu taratibu. Talaka moja inakuja baadaye ya pili, inakuja baadaye ya 3. Akasema Umar radhiyallahu anhu, falau amdainahu alaihim, bas lau tungelipitisha juu yao, yani kwamba ikawa mtu akitamka 3 ziwe 3. Ibn Abbas anasema fa amdahu alaihim, Umar ibn al-Khattab ndio akalipitisha juu yao. Kwa hiyo mfumo ukabadilika, ikawa mtu akiacha talaka 3 kwa kusema kwamba nimekuacha mke wangu talaka 3 zinakuwa 3. Aliyebadili system ni Umar ibn al-Khattab, na ndani ya miaka yake miwili ilikuwa hata kipindi chake yeye mwaka wa kwanza na wa pili, ukisema nimekuacha talaka 3 na yeye alikuwa anazingatia ni moja tu. Baada ya miaka hii miwili ndiyo akaja kufanya kuwa 3 ni 3. Sasa hapa ndiyo kuna mzozo mpaka hivi leo. Kwa hiyo jambo la kwanza nataka ufahamu wewe Muislamu mwenye kawaida ya kuacha kwa ghadhabu na hasira, akikukorofisha mkeo wamwambia kwamba nimekuacha talaka 3, ili jambo nataka ulielewe. Ulielewe vipi? Kwenye hutuba ya pili nitakuletea maneno ya mwanachuoni ili uelewe jambo lipo katika sura gani. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ndugu zangu katika imani, tunaendelea na hutuba yetu ya Ijumaa, na hii ni sehemu ya hutuba ya pili. Sehemu hii ya hutuba ya pili nitayaleta kwenu maneno ya Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu Al-Minhaj. Anasema al-Imam rahimahullahu ta'ala kuhusu qadhiya hii, وقد اختلف العلماء. chukua hii, anasema na kwa hakika wametofautiana wanachuoni fi man qala limraatihi, kumuhusu mtu aliyesema kumwambia mke wake anti taliqun thalatha, kuwa wewe mwenye kuachwa talaka 3, au akamwambia wewe nimekuacha talaka 3. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema maulama wa Kiislamu wametofautiana. Kwa hiyo kwanza wewe unaoacha kisha unatafuta fatwa, kwanza uelewe kwamba hilo jambo wametofautiana maulama. Maana yake ukienda kwa shehe huyu utaambiwa hivi, ukienda kwa shehe huyu utaambiwa hivi, kwa sababu hilo jambo wametofautiana wanawazuoni wa Kiislamu juu ya mtu kumwacha mke wake talaka 3 kikazi kimoja au karatasi moja, kaiandika ile nimekuacha talaka 3. Anasema Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, faqala Shafi'i, mwanachuoni wa kwanza amesema Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala, wa Malikun, na Imam Maliki rahimahullah, wa Abu Hanifata, na Imamu Abu Hanifa rahimahullah, wa Ahmadu, na Imamu Ahmad. Wale maimamu wanne wamesemaje kwenye hili? Sio hivyo hajamaliza, akasema wa jamaahirul ulamai minas salafi wal khalafi, na kundi jumhuri ya maulama kutoka kwa salaf, wale wa kwanza wanaopatikana kwenye zile karne bora,
wal khalaf, na wale waliokuja baada yao. Wao wanasemaje? Yaqa'u thalath. Wao wanasema mtu akimwacha mke wake kikazi kimoja au kwa tamko moja, nimekuacha talaka tatu, hawa wanasema zinatuka kuwa tatu. Huo ndo msimamo wa Imam Shafi, huo ndo msimamo wa Imam Maliki, huo ndo msimamo wa Abu Hanifa, huo ndo msimamo wa Imam Ahmad bin Hanbal, kwamba mtu akisema nimekuacha mke wangu talaka tatu, zinakuwa tatu. Kwa hiyo ni haramu yeye kumrejea, haruhusiwi kumrejea, na yeye haramu kumuoa, haruhusiwi kumuoa mpaka akaolewe na mwanamume mwingine, amuingilie, kisha waachane, si kwa figisu zake yeye, waachane tu wenyewe, au afariki, ndiyo yeye ataruhusiwa kumuoa tena kwa mara nyingine. Huu ni msimamo wa jumhuri. Maulama wengi wa fiqh wapita hivyo, pamoja na hawa maimamu wanne, wao wanapita kwenye kauli hii. Hizi tatu zitakuwa zimetuka. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala akaendelea kusema kuwa waqala Tawusu, na amesema Tawusu ni katika maulama wa ahli sunnati wal jamaa, anaitwa Tawus ibn Kaysan al-Yamani, yu'tabaru min kibari tabi'ina, anazingatiwa katika matabi'i wakubwa. Yeye katika maukifu yake anasema wa ba'dhu ahli dhahiri, na baadhi ya maulama wale watu wenye kuchukua udhahiri, wao wanasema la yaqa'u bidhalika illa wahida. Wao wanasema haituki isipokuwa ni talaka moja tu. Yani mtu atakaposema kwamba kumwambia mke wake nimekuacha mke wangu talaka tatu, wao wanasema la yaqa'u bidhalika illa wahida. Kwa kusema hivyo haziwi talaka tatu isipokuwa inakuwa talaka moja. Huu ni msimamo wa Tawus. Lakini sio Tawus mwenye msimamo huu pia, hata huyu msimuliaji wa hii hadithi tuliyotaja Ibn Abbas katika masahaba, huo ndo msimamo wake. Ukiacha talaka tatu, Ibn Abbas anaona kwamba hiyo ni talaka moja. Sio Ibn Abbas tu, kadhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yeye anaona kwamba ukiacha talaka tatu kwa tamko moja, hiyo ni moja tu. Sio yeye tu, kadhalika Ibn al-Qayyim, yeye anaona kwamba talaka tatu ukizisema kwamba nimekuacha talaka tatu inakuwa ni moja tu. Sio hivyo tu, Muhammad ibn Ishaqa katika maulama anaona kwamba wewe ukiongea kwamba nimekuacha talaka tatu inakuwa ni moja tu. Sio hivyo, Ibn Muqatil kadhalika naye anaona hivyo hivyo, wa ghairihim, na wengineo katika maulama. Nataka kusema kwamba jambo lina khilafu, ndio maana wewe ukienda utakutana na kauli mbili tu, toka kwa shehe huyu muone ajui, nenda kwa yule. Sio ajui, ujui wewe unauliza, sio yeye hajui. Mwenzako kauli zote mbili kazisoma, yeye anakujibu mmoja wapo ambayo kaichagua. Sasa mimi na saa zangu acheni kwa utaratibu, ili kujiondoa kwenye hii khilafu na huu mzozo, kwa sababu wewe utamwacha mkeo talaka tatu kikazi kimoja, utasema kwamba hizi tatu mimi nazirudisha kwenye zama za Mtume na Abu Bakari na miaka miwili ya Umar, kwamba tatu ilikuwa ni moja, kwa mimi namrudia. Sasa unamrudia wewe, mwanamke anasema mimi sikubali, umeniacha talaka tatu, na wali anasema hapana, mimi sikubali, mwanangu au dada yangu umemwacha talaka tatu. Mnalichukua jambo sasa mnalipeleka kwenye mahakama ya kisharia. Huo mzozo tayari, mtalichukua jambo mtalipeleka BAKWATA. Swali sasa, je, mkilipeleka BAKWATA, mnajua BAKWATA katika hizi kauli mbili wana kauli gani, wana maukifu gani? Kama wao wameenda kwenye kauli ya jumhur, wako huko kwa maimamu wanne na maulama wengine kwamba tatu ndio tatu, maana yake utamkosa mkeo. Mahakama ikishaamua ndio imeamua.
kwamba bwana sisi maukifu yetu talaka tatu ni tatu, na hii ni misimamo miwili ipo. Sasa mimi na saa zangu kwa wewe unaacha, kisha baadaye kiroho kinapepea unataka tena kurudia, basi acha kwa utaratibu, acha jazba. Mwambie tu mke wako kwamba nimekuacha, basi inazingatiwa kuwa ni moja. Unakaa ukiona mambo yamekaa vizuri, bwana mke wangu nimekurudia bwana. Lakini unapoingia katika ile jambo nimekuacha talaka tatu, unajiingiza kwenye haya matatizo. Sasa haya mambo ya pande mbili, ingekuwa khilafu ya jambo moja tu kama mwezi, basi wewe peke yako, si kuna khilafu ya mwezi, kuna mwezi wa kitaifa, mwezi wa kimataifa, lakini wewe peke yako shauri yako, ukisema mimi nafunga kitaifa, ukisema mimi nafunga kimataifa, wewe na nafsi yako. Lakini jambo la ndoa pande mbili, wewe wakati washika huku mwenzako wewe shika huku, mnalichukua jambo mnalituta mpaka mahakamani. Mahakama sasa mmeiachia ihukumu. Kwa hiyo nasaha zangu, jambo hili lina khilafu. Wewe Muislamu, acha kwa utaratibu wa talaka moja. At-talaqu marratani, talaka ni mara mbili. Kwa hiyo unayo ruhusa wewe ya kurudia baada ya mara ya kwanza, ukarudia mara ya pili, ukarudia mara ya tatu, tena hakuna kurudia. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi kuyasikiliza yale ambayo ya sawa sawa na kuyafuata, na kuyaacha yale ambayo yaliyokosewa ya batil. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.